Katika enzi ya mabadiliko ya kiteknolojia ya kijeshi, Urusi imepiga hatua nyingine ya kushangaza kwa kufanikisha jaribio la silaha ya kisasa ya ulinzi wa anga inayotumia lesa, silaha ambayo haina haja ya makombora, risasi au vilipuzi. Kwa kutumia mwanga tu wenye nguvu mkubwa, high energy laser, mfumo huu unateketeza ndege zisizo na rubani drones kwa sekunde chache tu na bila kelele. Tangazo hili la Kremlin limetikisa duru za kijeshi na kisiasa duniani, hasa katika wakati ambapo mashambulizi ya drones yameongezeka Mashariki ya Kati, Ulaya ya Mashariki na hata Afrika. Kwa Urusi, huu ni ushahidi kuwa taifa hilo limesonga mbele kwenye mbio za kuwa na silaha za kesho kabla ya wapinzani wake. Kwa miongo mingi, silaha za lesa zilionekana kama ndoto ya kisayansi au hadithi za filamu, lakini sasa zimeingia katika uga wa vita. Mfumo mpya wa Urusi unaojulikana kwa jina la Peresvet, japo taarifa rasmi zinadokeza kuwa kuna toleo jipya zaidi ambalo halijatajwa kwa undani. Tofauti na mifumo ya ulinzi ya anga kama S-400 au Pantsir S-1 ambayo hutumia makombora ya risasi kulenga malengo, mfumo wa lesa wa Urusi hutumia boriti ya mwanga light beam wa kiwango cha juu ambao unaweza kuelekezwa kwa drone na kuiangamiza angani. Hakuna mlipuko, hakuna kelele. Drone inateketea kana kwamba imeguswa na miale ya jua kali. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi wa Urusi, mfumo huo unaweza kufuatilia na kulenga drone kwa sekunde chache tu, kufanya kazi kwa kimya kabisa, kutumika tena na tena bila kutumia vifaa vya ghali kama roketi, pamoja na kufanya kazi kwa saa nyingi bila kuchoka, mradi tu kuna umeme. Lesa ni muhimu kwani kutumia kombora moja la ulinzi wa anga linaweza kugharimu kati ya $100,000 hadi $1,000,000 kulingana na aina. Kwa upande mwingine, kutumia lesa ni sawa na kulipia umeme tu na bado unapata matokeo bora zaidi dhidi ya drones za bei rahisi. Mbili ni ufanisi, kwani makombora yanaweza kukosa shabaha au kurushwa kwa ucheleweshaji, lakini lesa inafanya kazi papo hapo. Mara drone inapogunduliwa inateketezwa papo hapo. Namba 3, kwa kuwa leo hii vita vya kisasa vimebadilika, si lazima adui awe na ndege za kivita. Drones ndizo zimekuwa hatari kubwa, na mataifa kama Ukraine, Israel, Iran na hata makundi yasiyo ya serikali kama Hamas na Hezbollah wameonyesha jinsi zinavyoweza kuwa tishio. Lesa inajibu changamoto hiyo haraka na kwa ufanisi. Katika eneo lisilotajwa hadharani lakini linaaminika kuwa kusini mwa Urusi au karibu na mpaka wa Ukraine, jeshi la Urusi lilifanya majaribio ya mfumo huu mpya kwa kulenga drones zinazofanana na zile zinazotumiwa na majeshi ya NATO au Ukraine. Katika video iliyotolewa na shirika la habari la serikali, inaonyesha drone ikisogea juu ya anga, baadaye mfumo wa lesa ukimlenga, kisha kwa sekunde chache drone hiyo inaanza kuwaka moto na kuanguka ghafla. Hakukuwa na sauti ya mlipuko, ni mwanga na moshi tu vilivyoonekana. Hili linatosha kuwashtua waangalizi wa kijeshi duniani. Tangazo hili halikufanywa kwa bahati mbaya. Urusi iko vitani dhidi ya Ukraine na wakati huo huo inakabiliana na shinikizo la NATO. Katika vita hivi, teknolojia mpya huwa ni silaha ya propaganda na pia ni onyo kwa adui. Hili ni jibu kwa wimbi la drones zinazovamia maeneo yetu. Sasa tunaweza kuziteketeza kabla hazijafika, kauli ya msemaji wa Kremlin ilisisitiza. Kwa hakika, Urusi inatafuta ushindi wa kisaikolojia na teknolojia, kuonesha kuwa haitegemei tena mifumo ya zamani tu kama makombora, bali imeingia rasmi kwenye zama za silaha za nishati. Hii ndiyo hofu ya wachambuzi wengi. Kwa kuonyesha mafanikio ya silaha za lesa, Urusi sasa inaweza kuanzisha mbio mpya za kijeshi za mataifa makubwa kama Marekani, China, Israel, India na hata Ufaransa ambayo nayo yana miradi ya aina hiyo. Hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi kwa gharama ya huduma za kijamii, kuibuka kwa mfumo mpya wa ulinzi duniani ambapo mataifa yatatumia satellite na lesa kulinda anga zao, pamoja na kuathiri mikataba ya kimataifa ya udhibiti wa silaha, kwani lesa inaweza kutumika bila kuonekana na bila ushahidi wa moja kwa moja. Kwa sasa, hakuna mkataba unaokataza moja kwa moja matumizi ya silaha za lesa dhidi ya drones au magari ya kivita. Mikataba kama Geneva Convention inakataza tu matumizi ya lesa dhidi ya binadamu kwa lengo la kuwadhuru moja kwa moja kama kuwapa upofu. Hivyo, kwa kulenga drones au makombora, Urusi haijavunja sheria yoyote ya kimataifa, ila imefungua mlango mpya wa mjadala. Marekani kupitia Pentagon imekuwa ikifanya majaribio ya silaha za lesa kwa miaka mingi. Mifumo kama HEL-MD, High Energy Laser Mobile Demonstrator, na LAWS, Laser Weapon System imejaribiwa baharini na ardhini.
Lakini tofauti ni kwamba Urusi sasa inasema tayari inayo mfumo uliopo kazini, si majaribio tu. Hii ndio inayoitofautisha na mataifa mengine. China pia inafahamika kuwa inamiliki mfumo wa laser kwa ajili ya kinga dhidi ya drones, lakini taarifa zake zimekuwa za kisirisiri zaidi. Kwa kuwa laser inaweza kuelekezwa kwa usahihi mkubwa, kuna hofu kuwa Urusi inaweza kutumia mfumo huu hata dhidi ya satellite za mawasiliano zinazoelea umbali wa makilomita elfu kadhaa juu ya ardhi, mitambo ya upelelezi iliyo angani au ardhini, pamoja na makombora madogo ya masafa mafupi au ya kati. Ikiwa silaha hizi zitaboreshwa zaidi, huenda vita vya anga vikabadilika kabisa, bila roketi, bila risasi, bali na mwanga tu. Tangazo la Urusi kuhusu silaha mpya ya laser si tu ishara ya mafanikio ya kiteknolojia, bali pia ni ujumbe wa wazi wa Tangazo la Urusi kuhusu silaha mpya ya laser si tu ishara ya mafanikio ya Tangazo la Urusi kuhusu silaha mpya ya laser si tu ishara ya mafanikio ya teknolojia, bali pia ni ujumbe wa wazi wa mabadiliko ya sura ya vita vya kisasa. Kuteketeza adui angani bila kutumia silaha ya kawaida ni hatua ya kihistoria. Mataifa mengine sasa yamelazimika kuharakisha programu zao za kiteknolojia ya nishati ya juu. Hii si tena sayansi ya kubuni, ni uhalisia. Kwa sasa, dunia inatazama kwa makini, je, laser itakuwa silaha kuu ya karne ya 21? Je, vita vya kesho vitaamuliwa kwa miale ya mwanga badala ya milipuko? Na je, mwanadamu yuko salama katika dunia inayoongozwa na mashine zinazoweza kufuta uhai bila mwanadamu yuko salama katika dunia inayoongozwa na mashine zinazoweza kufuta uhai bila milio? Majibu ya maswali hayo yapo katika mwanga mkali wa laser mpya kutoka Urusi.